Ya MC Pilipili ni ndugu na MC Garabi ni ndugu na rafiki, na kama mnavyofahamu kwamba ni watu ambao wana inspire vijana wengi kwa vipaji ambavyo Mungu amewapatia. Kwa namna yoyote tunaweza kukutana kama ambavyo tumekutana, na pamoja na vipaji vingi ambavyo MC Pilipili alikuwa amejaliwa, moja wapo ilikuwa ni cha utumishi, pia utumishi wa Mungu, kwa maana ya kumtumikia Mungu. Kwa hiyo kwa engo hiyo tumekutana. Tulikuwa tunamjua kwenye engo ya UMC, engo ya stand up comedy, lakini kwenye engo ya utumishi ndo kitu ambacho kilitukutanisha, kwa sababu katika familia yao kuna huduma hizo. Kaka yao mkubwa ni mchungaji, na yeye mwenyewe pia alikuwa ni tayari ameshaingia kwenye huduma ya kumtumikia Mungu. Kwa hiyo kwa vyovyote lazima tungeweza kukutana kwa sababu ya hiyo huduma. Ndio. Unawezaje kumtofautisha MC Pilipili mchekeshaji na MC Pilipili ambaye yuko kwenye mikono ya Mungu na wewe unamsimamia kama mtumishi? Niseme kwamba Mungu alimjalia vipaji vingi na aliweza kusimama katika kila nafasi kwa namna yake. Ukija kwenye swala la Mungu alikuwa yuko serious, na nakumbuka kauli zake ambazo alikuwa anazungumza mara nyingi. Kama tukisha maliza huduma tumekaa, anaambia kwamba namuomba Mungu kwamba nisije nikakuzoea, yani nikawa na mazoea na wewe, kwa maana kwamba nikatoka kwenye ile kwa maana kwamba alikuwa anaheshimu madhabahu, anaheshimu watumishi wa Mungu, anamheshimu Mungu. Kwa hiyo likishafika kwenye swala la Mungu, ile mizaa ambayo saa nyingine unajua yeye ni mchekeshaji, akikutana na watu ambao ni watu wa kawaida anachekesha, anakuwa na joking nyingi, lakini akiwa na mtumishi wa Mungu yuko serious kabisa, na hata akiwa madhabahuni yuko serious. Kwa hiyo naweza kusema kwamba Mungu alimjalia kuweza kusimama, kujitambua na kutambua kila nafasi ambayo Mungu amempa na kuitumia kama ipasavyo. Kana kwamba anapokuwa madhabahuni yuko serious na madhabahu na Mungu, anapokuwa na watumishi wa Mungu anaheshimu. Labda akiwa kwenye maeneo mengine anavaa pia uhusika. Kwa hiyo naweza kusema kwamba Mungu alikuwa amembariki hivyo. Kingine ambacho utafahamu, wakati unapokea taarifa hizi, unazipokea katika namna gani, lakini katika mazingira gani kama ambavyo MC Pilipili mara mwisho kukutana naye ilikuwa ni kabla ya uchaguzi, kwamba ile kuzungumza moja kwa moja. Sisi sote tunafahamu kwamba baada ya uchaguzi yako mambo yalipita hapo katikati, na sisi kwa nafasi ambayo tulionayo, wakati mwingine unakuwa muda hauwezi kupata wa kukutana na watu muda wote, kuna safari na majukumu mengine. Kwa hiyo hatukuweza kuonana tena kutoka pale, lakini alikuwa na nidhamu moja ambayo anatuma taarifa kwenye simu yako kwa kila anachokifanya. Kwa sababu hata Jumapili mimi nilikuwa nimesafiri, nikarudi alfajiri, napanda madhabahuni na ibada yetu ya kwanza inaanza saa 12. Kwa hiyo nilivyopanda madhabahuni, nimemaliza ibada, natoka madhabahuni, kitu cha kwanza napokelewa nacho ni hicho, umesikia
habari za Pilipili. Nikasema sijawasiliana naye kwa muda, ananitumia ujumbe, lakini tulikuwa na majukumu mengi sana hapa katikati, kwa hiyo hata kushika simu ilikuwa ni shida. Kwa hiyo baada ya kusikia hivyo, ilibidi mimi nikafungue simu zangu sasa. Nilivyofungua simu nikakuta Jumapili saa 12:28 alinitumia message. Ananiambia ni baba kuhani, niko safarini naelekea Dodoma kwa ajili ya event ambayo inafanyika kule, ambayo ilitakiwa ifanyike kabla ya uchaguzi, lakini kukatokea mambo mengine pale pamoja na uchaguzi, kwa hiyo ikasogezwa. Kwa hiyo leo ndio imepangwa na mimi ndio ninaenda kuisimamia. Kwa hiyo cha ajabu nilichoshangaa sana, akituma anaweza akatuma salamu au kama kuna kitu anataka kukuambia, lakini siku hiyo alinitumia maombi. Yani kama ninakuombea unapokwenda kusimama, Mungu ajidhihirishe kwa namna ambayo ni ya pekee. Yani ni kitu ambacho hakijawahi kutokea kabisa. Kwa hiyo ni kama vile alikuwa ananiaga. Ndio. Kwa hiyo sasa ndo niliona pale, nilipata mshtuko ambao ni mkubwa sana, kwa sababu huyu alikuwa zaidi ya mtu. ST Bongo, nyumbani kwanza.